Mtazamaji, ninakusalimu tena katika jina la Yesu. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu tena kwa ajili ya usiku mzuri ambao Mungu ametupa tena baada ya kuwa na majukumu kuanzia asubuhi, mchana na hata pia jioni. Inawezekana wakati huu ni muda ambao unaofungulia TV yako. Inawezekana umetokea kazini kwenye majukumu mbalimbali. Nichukue nafasi kumshukuru Mungu kwa ajili yako. Na niseme usiku ni usiku ambao Mungu ameuandaa tena kwa ajili yako. Kuna kitu ambacho Mungu pia amekiandaa kwa ajili ya maisha yako. Ndio maana usiku ni usiku wa thamani sana kwako. Kwa majina yangu naitwa Bishop Yuda Philemon Mtunda, ni askofu wa makanisa ya NLGCC jimbo la Dar es Salaam. Mahali ninapopatikana ni wilaya hii ya Temeke, kata ya Kijichi. Ukifika pale Kijichi unaweza ukaulizia kanisa la New Life Gospel Community Church au NLGCC, moja kwa moja utaweza kunipata. Ninaomba wakati huu nikuombe mambo yafuatayo. Naomba uchukue Biblia yako, lakini pia kama una sehemu ya kuandika unaweza ukaandika, kwa sababu tutakuwa na ujumbe ambao Mungu amenipa, tutatembea nao kwa sehemu. Lakini baada ya ujumbe huu tutakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuomba pamoja. Inawezekana mahali hapo ulipo una changamoto, inawezekana una mambo ambayo unatamani katika usiku huu tuweze kuyapeleka mbele za Mungu. Inawezekana kuna mambo yako ndani ya familia, inawezekana kuna mambo yako ndani ya ndoa, inawezekana kuna mambo yapo ndani ya kazi yako, ndani ya biashara yako, inawezekana kuna mambo yako ndani ya ukoo wako. Unatamani tuweze kuyapeleka mbele za Mungu ili Mungu aweze kufanya jambo. Kumbuka pia kipindi hiki ni kipindi cha prayer zone, kipo kwa ajili ya kuweza kuomba na kumuita Mungu kwa ajili ya changamoto na majibu kuweza kupatikana. Niombe ufungue nami kitabu kile cha Yoshua, ile sura ya kwanza. Kitabu cha Joshua, tutaanza na kitabu hiki cha Joshua, ile sura ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa pili. Tutasoma mistari miwili kwenye kitabu cha Joshua sura ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa pili. Maandiko yanasema, ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Naomba tuombe. Mungu, katika jina la Yesu, asante Bwana Yesu kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya kipindi kizuri hiki cha prayer zone ambacho umetupa sai kuanzia muda huu wa saa 4. Baba, naomba rehema zako zitufunike kila mahali popote, mtazamaji anayefuatilia kipindi kisai na wengine watakao kuja baadaye kufuatilia. Ninaomba rehema zako zitufunike. Naomba sasa uwepo wa Roho Mtakatifu tufunike, na Roho Mtakatifu ukazungumze sai na watu wako. Karuhusu neno la Mungu liweze kupenya katika mioyo ya watu wako na ilete wokovu na uponyaji na uzima na ufungulifu na matumaini na faraja. Baba, asante, maana kuanzia sasa umefanya kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu na useme amen. Kama unaandika unaweza kuandika somo au ujumbe ambao una kichwa cha somo kinachosema vuka mto huo, vuka mto huo, vuka mto huo. Huu ni ujumbe ambao Mungu amenipatia tena katika usiku wa leo. Wakati niko najiandaa na kipindi hiki, nikawa na msihi Mungu, pia namuomba Mungu ya kwamba ni nini ambacho nitakuja kusema na wewe katika usiku huu
ili ya kwamba Mungu aweze kutoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine, lakini pia ili Mungu aweze kutana pia na maisha yako kupitia neno lake. Mungu akanipa ujumbe huu nije kuzungumza na wewe ambao unasema vuka mto huu. Tumesoma maandiko kutoka kile kitabu cha Joshua sura ya 1 na mstari wa 1 mpaka wa 2. Tumesoma mistari miwili ambapo maandiko haya tunayaona yanazungumza kwa habari ya Mungu akizungumza na Joshua, hasa baada ya kuwa mtumishi wake Musa kufa. Kumbuka katika safari ya wana wa Israeli kutoka kwao katika nchi ya Misri, Musa alikuwa ni mtu wa muhimu sana katika safari hiyo, lakini pia alikuwa ni mtu wa muhimu sana katika maisha ya wana wa Israeli. Lakini tutazungumzia kwa habari ya wana wa Israeli, lakini pia alikuwa muhimu sana kwa Joshua, kwa sababu Joshua alikuwa karibu sana na Musa, na hata mambo mengi ambayo Mungu alikuwa akizungumza na Musa, mengi Musa alizungumza na Joshua. Na hata wakati mwingine pia Joshua kama Joshua alipata ujasiri mkubwa kwa sababu ya Musa, maana Musa alisimama mbele yao kama kiongozi wao, lakini wengine alisimama mbele yao kama baba yao. Kwa hiyo katika safari ya wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri kwenda Kanaani, Musa katika maisha yao alikuwa ni mtu wa muhimu sana. Alikuwa ni mtu ambaye aliwaongoza, alikuwa ni mtu ambaye aliwatia moyo. Hata wakati mwingine walipofika kwenye bahari ya Shamu, walipotazama wakaona hakuna njia, na walipogeuka nyuma yao wakaona maadui, wakaona wa Misri, wakaona majeshi ya Misri yanakuja kwa wingi. Biblia inasema ikafika hatua wana wa Israeli wakakata tamaa, wakaanza kulia wakinungunika, wakiona ni mwisho wao, na hata wakalia mbele ya Musa wakisema, Musa, umetutoa kule Misri ili ya kwamba tuje kufia huku jangwani, kwa sababu kule Misri ni kama kaburi, umeona hakuna. Maana yake Musa alikuwa ni mtu wa muhimu sana katika safari ya wana wa Israeli. Ni mtu aliyewatia moyo, ni mtu ambaye waliyemtazama kila wakati, ni mtu ambaye walimuona kama msaada kwao, walimuona kama tumaini kwao. Hata katika kuvuka kwenye bahari ya Shamu, Musa aliwatia moyo sana. Aliwaambia maneno, ukisoma ile Kutoka sura ya 14 ukisoma mstari wa 13 na kuendelea, utaona Musa aliwaambia, simameni mkauone wokovu wa Bwana, maana Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Maneno yale yaliwafanya yawatulize wana wa Israeli, yaliwafanya wamsikilize Musa, yaliwafanya hofu iondoke na wasubiri waone namna Mungu anavyowapigania. Na kwa kufanya vile, ukisoma maandiko katika sura ya 14 kitabu cha Kutoka, utaona wana wa Israeli namna Mungu alivyojitokeza na kuwavusha katika bahari ya Shamu. Kwa hiyo Musa katika safari ya wana wa Israeli alikuwa ni mtu wa muhimu sana, ni mtu aliyewatia moyo, ni mtu ambaye aliyewasimamia katika imani, ni mtu aliyewajenga katika kumwamini Mungu, ni mtu aliyewajenga katika kumtegemea Mungu, ni mtu ambaye aliyewajenga katika kumtazama Mungu. Maana yake ni kwamba safari ya wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri ambayo ilikuwa ni nchi ya utumwa kwenda katika nchi ya Kanaani, Musa alikuwa ni mtu wa muhimu sana. Lakini tunasoma katika kitabu cha Yoshua hii sura ya 1 mstari wa 1 na wa 2, tunaona mtu wa muhimu, mtu ambaye aliyekuwa tegemeo,
mtu ambaye aliyewatia moyo, mtu ambaye aliyewajenga katika imani ya kumwamini Mungu, mtu ambaye aliyewafanya waweze kumwamini Mungu. Biblia inasema mnafika hatua Musa anakufa. Lakini kufa kwake Musa, anakufa kipindi ambacho wana wa Israeli wamefika tayari kwenye mto wa Jordan na wanapaswa wavuke. Musa anakufa kipindi ambacho mbele yao kuna kikwazo, wanapaswa wavuke. Musa anakufa kipindi ambacho walimtegemea sana uwepo wake, walimtegemea sana msaada wake, ambapo kama angelikuwepo, maana yake ni kwamba walitegemea Musa angewaongoza, angewaelekeza katika kuvuka mto wa Yordani. Kwa bahati mbaya, Musa anakufa kipindi ambacho wanapaswa wavuke mto wa Yordani. Ndio maana nimekwambia, kama unaandika somo, andika somo ambalo linasema vuka mto huo. Na Bwana amenisomesha nisome na wewe ujumbe huu ya kwamba vuka mto huo. Kwa nini vuka mto huo? Kwa sababu hata wana wa Israeli wanafika katika wakati ambao wanapaswa kuvuka katika mto wa Yordani, lakini mtu waliyekuwa wanayemtegemea, aliyekuwa kiongozi wao, aliyekuwa tumaini yao, amekufa. Maandiko yanasema Mungu akazungumza na Joshua. Inawezekana wakati Mungu anazungumza na Joshua, inawezekana Joshua alikuwa amekata tamaa, inawezekana wana wa Israeli walikuwa wamekata tamaa, wanasema basi tena hakuna safari, maana aliyetutoa katika nchi ya Misri, ambaye alituelekeza kwa habari ya Mungu na kutusaidia, amekufa, hayupo tena. Aliyetutia moyo amekufa, hayupo tena. Inawezekana ilifika hatua wakawa wamekata tamaa ndani ya mioyo yao. Inawezekana wakaona ni mwisho wa safari, wakaona haiwezekani tena kuendelea mbele. Inawezekana wakaona haiwezekani tena kuvuka mto wa Jordan. Lakini maandiko yanasema Mungu anazungumza na Joshua, anamwambia ya kwamba mtumishi wangu Musa amekufa, mtumishi wangu Musa amekufa, lakini wewe vuka mto wa Yordani, wewe na watu wote, wewe na watu wote, vuka mto wa Yordani, wewe na watu wote. Sauti hii Mungu anakuja kuzungumza na Joshua kipindi ambacho inawezekana tayari walikuwa wamekata tamaa, hawana matumaini tena ya kuendelea mbele, hawana matumaini tena ya kuvuka, hawaoni msaada wa kuvuka. Inawezekana muda huu ili neno la Mungu linakuijia wakati ambao inawezekana umekata tamaa. Kuna tumaini ulikuwa nao, inawezekana ni baba, inawezekana ni mama, inawezekana ni mjomba, inawezekana ni shangazi, inawezekana amekusaidia, amekuwezesha kwa habari ya elimu. Inawezekana kuna hatua ambayo ilibakia kidogo, alipaswa akuvushe. Inawezekana kuvushe kwa fedha zake, lakini ghafla unapokea taarifa, inawezekana unaambiwa amekufa. Au inawezekana kwamba unapokea taarifa unaambiwa inawezekana kwamba hawezi kusaidia tena. Inawezekana unapokea taarifa unaambiwa kwamba hawezi tena kuendelea na wewe.
Inawezekana ni mchumba tayari, na mipango ilikuwa tayari imeshapangwa, vikao vimeshakaliwa, na mbele yako ukiangalia unaona kuna ndoa ambayo unatakiwa uende uvuke uingie kwenye hiyo hatua. Inawezekana ghafla mchumba anakuambia kwamba mimi siwezi kuendelea tena, siwezi kuendelea na wewe. Inawezekana umekata tamaa. Neno hili unapolisikia, inawezekana upo kwenye kipindi ambacho umepoteza matumaini, hauoni msaada. Ukiangalia mbele yako unaona ni kama kuna mto wa Jordan, hauwezi namna ya kuvuka, hauwezi namna ya kuendelea mbele, hauwezi namna ya kusonga mbele. Lakini katika usiku wa leo, Mungu amelituma neno lake, Mungu ameutuma ujumbe huu kwa ajili yako, kukwambia katika usiku ya kwamba vuka mto huo, vuka mto huo. Haijalishi ya kwamba ni nini ambacho umepoteza kwenye maisha yako. Maana yake kufa kwa Musa ni kupoteza wana wa Israeli mtu muhimu, kitu cha muhimu katika maisha yao. Inawezekana napozungumza kipindi hiki, fedha una uhitaji nazo mkubwa sana, lakini inawezekana kuna namna ambavyo ulikuwa nazo, lakini inawezekana zimepotea. Wakati mwingine ukiangalia una uhitaji wa fedha, wakati mwingine kwa ajili ya kwenda hospitalini. Inawezekana una uhitaji wa fedha kwa ajili ya kulipa ada, inawezekana una uhitaji wa fedha kwa ajili ya kulipa kodi, lakini ukiangalia inawezekana fedha zimepotea, hauko nazo. Inawezekana umekata tamaa na umeona ni mwisho wako. Ukiangalia mbele ni kama unaona mto wa Jordan, hauwezi kuvuka, hauoni tumaini. Ukiangalia mtu wa kusaidia, hauoni ni nani atakaye kusaidia, atakaye kuvusha katika kipindi ulicho nacho, atakaye kuvusha katika hali ulio nayo. Lakini Bwana amenituma usiku leo nikwambie ya kwamba haya ni majira ya kuvuka mto huo ambao inawezekana umekata tamaa, unaona huwezi kuendelea. Lakini Mungu amenipa neno hili nikwambie kwamba pamoja na kupoteza ulichopoteza, pamoja na kuondokea na ulichoondokea, lakini bado sio mwisho wa safari. Bado Mungu anataka avuke na wewe katika mto huo. Mungu anamwambia Joshua ya kwamba pamoja na Musa ni mtumishi wangu amekufa, lakini bado safari ipo inaendelea, bado matumaini yapo, bado mimi nipo. Kwa lugha nyingine, Mungu anamwambia Joshua, pamoja na Musa kufa, bado safari haijafa. Pamoja na Musa kufa, mimi bado sijaondoka kwenye maisha yenu. Kuna watu wengine inawezekana mnafikiri ya kwamba ukipoteza kitu, ukipoteza mchumba, ukipoteza mtoto, ukipoteza mume, inawezekana unaona ni mwisho wa maisha. Lakini naomba nikwambie, hata kama kuna kitu umepoteza kwenye maisha yako, kilikuwa ni cha muhimu, kilikuwa ni cha thamani, lakini naomba nikwambie bado sio mwisho wa safari. Bwana bado anataka akuvushe. Ndio maana amelituma neno hili kukwambia kwamba vuka mto wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwambia Musa, Mungu anamwambia Joshua, pamoja na kwamba Musa amekufa, lakini safari kwa lugha nyingine bado inaendelea. Pamoja na kwamba mama yangu umepoteza ulichopoteza, inawezekana umepoteza amani, inawezekana umepoteza furaha, lakini nataka nikwambie bado safari inaendelea. Pamoja na kwamba inawezekana umepoteza marafiki, umepoteza watu uliowategemea, inawezekana tu ghafla umetokea wamekuacha au wamekuchukia, lakini nataka nikwambie kwenye maisha yako bado safari inaendelea. Bado Mungu anataka uvuke kwenye mto wako. Mungu anataka uvuke kwenye Yordani yako. Mungu hataki ubaki
hapo hapo. Mungu anataka uendelee mbele. Haijalishi ya kwamba mto unauona unatisha kiasi gani, haijalishi mto una mamba wengi kiasi gani, lakini Mungu anataka akuvushe katikati ya hayo mazingira. Mungu anataka uendelee mbele. Hata kama unaona wakati huu hauna kitu cha kukuwezesha, nataka nikwambie kwa neno hili, Mungu anataka aachilie msaada, anataka aingilie kati maisha yako. Mungu anataka aingilie kati kwenye muda wako. Mungu anataka aingilie kati kwenye mazingira yako ili aweze kukuvusha. Kumwambia neno hili Musa, kumwambia neno hili Joshua ya kwamba vuka mto huu wewe pamoja na watu wote, ni wazi ya kwamba kwa lugha nyingine Mungu alimwambia Joshua ya kwamba haya ni majira yangu kuingilia tena kati. Safari lazima mvuke katika jina la Yesu, na useme amen. Wakati mwingine kuna mambo yanaweza wakati mwingine yakakutia hofu kwa sababu tu ya kile ulichokuwa unatumaini ambacho kingekuvusha, kingekupeleka hatua fulani, kingekupeleka mahali fulani. Inawezekana pia hata ni elimu, kwamba inawezekana ulikuwa unahisi ya kwamba elimu ningefaulu, inawezekana ningeenda hatua fulani. Inawezekana elimu na yenyewe imekuangusha, inawezekana haujafaulu, inawezekana haujapata maksi nzuri za kufanya uendelee. Huyo pia ni Musa wako, huyo pia ni Musa wako. Lakini nataka niseme, pamoja na kwamba haujafaulu, lakini bado huo sio mwisho wako. Inawezekana umeingiwa na hofu ya maisha, umeingiwa na hofu ya maisha kwenye maisha yako. Inawezekana unaogopa, ukiangalia ni kama unahisi hauna msaada, ni kama uko peke yako. Ukisoma kile kitabu cha Isaya, unaweza ukafungua kitabu cha Isaya 43. Isaya 43 unaweza ukafungua pia. Isaya 43. Nataka nianze kupokea simu muda si mrefu ili niweze kuomba na wewe. Kumbuka namba zetu zinazopita hapo kwenye screen ndizo unazozitumia kwa ajili ya kuweza kupiga simu, kapiga simu pia na tukaweza kuomba pamoja. Kitabu nimesema kile cha Isaya 43 mstari wa pili. Isaya 43 mstari wa pili anasema, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja na wewe, katika mito haitakugarikisha, uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Naomba unisikilize kwa makini. Angalia Isaya 43 mstari wa pili anasema, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja na wewe, katika mito haitakugarikisha, uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Sikia Mungu anachosema kwa ajili ya hali ulionayo, lakini pia kuangalia kwa ajili ya hofu ulionayo. Inawezekana umefika wakati umeogopa, umekata tamaa ya kwamba nitawezaje kwenda mbele hivi ikiwa nimepoteza kitu hiki cha thamani, ikiwa nimepoteza mtu ambaye alikuwa ananisaidia, alikuwa ananiwezesha, alikuwa ananitia moyo, ambaye nilikuwa nikimtizama niliona kama tumaini. Lakini angalia Mungu anachosema ya kwamba hata kama hali ni ngumu. Kwa nini? Mto unawakilisha pia wakati mwingine changamoto ambayo unaokabiliana nayo, au majaribu unaokabiliana nayo, au hali mbaya unaokabiliana nayo. Mto unawakilisha pia mazingira hayo. Angalia Mungu anachosema ya kwamba upitapo katika maji mengi na katika mito haitakugarikisha. Maana yake ni kwamba ahadi ya Mungu, hata kama inawezekana mtu uliyemtegemea au kitu ulichokitazamia hakipo, lakini ahadi ya Mungu ni Mungu kuwa pamoja na wewe. Ahadi ya Mungu ni Mungu kutembea na wewe. Ahadi ya Mungu ni kuhakikisha kwamba haugarikishwi na huo mto, haugarikishwi na hayo mabaya, haugarikishwi na hiyo changamoto. Ahadi ya Mungu ni Mungu kutaka kukutoa mahali ambapo unaishi umekwama na kukupeleka ng'ambo ya pili ya mto, kukupeleka ng'ambo ya pili ya changamoto, kukupeleka kwenye ng'ambo ya pili ya jaribu. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba hata kama utapita katika maji mengi,
amesema yeye Mungu yuko pamoja na wewe. Naomba unisikilize ndugu mtazamaji. Kuna wakati mwingine mioyo yetu inaweza kuweka matumaini kwa watu. Mioyo yetu inaweza kuweka matumaini kwenye fedha. Mioyo yetu inaweza kuweka matumaini kwenye mali. Mioyo yetu inaweza kuweka matumaini kwa ndugu, kwa marafiki. Lakini ukweli ndugu wakati mwingine anaweza akakuacha. Ukweli rafiki wakati mwingine anaweza akakuacha. Ukweli hata baba wakati mwingine anaweza kuacha. Hata mke anaweza kuacha. Hata mume anaweza kuacha. Lakini sikilize vizuri. Mungu agano lake ni kutembea na sisi, ni kwenda na sisi na kutuacha, kuhakikisha kwamba hatugarikishwi kwenye mto, kuhakikisha kwamba tunavushwa, tunavuka. Ndio maana usiku wa leo nimekwambia Bwana amenituma niseme na wewe neno, amenituma ujumbe kukuambia kwamba vuka mto huo, usiogope. Lazima uvuke katikati ya changamoto. Hata kama ulijihisi uko peke yako, lakini nataka nikwambie hauko peke yako. Huo sio mwisho wa safari. Mungu anataka atembee na wewe. Bado Mungu anataka atembee na wewe. Jambo la muhimu sana katika usiku, ili ni jambo la muhimu sana. Jambo la muhimu sana katika usiku wa leo, ili ya kwamba uweze kuvuka mto huo, lazima uhakikishe kwamba unapatana na Mungu. Lazima uhakikishe kwamba unamtumaini Mungu. Lazima uhakikishe kwamba tumaini lako sasa lihamishie kwa Mungu mwenyewe. Tumaini lako sasa lihamishie kwa Kristo mwenyewe. Ndio maana ukisoma maandiko mengine hata kwenye kile kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana ile sura ya 3, utaona maandiko yanasema ya kwamba kama Musa alivyomuinua nyoka wa shaba jangwani, ndivyo mwana wa Adamu atakavyoinuliwa, ili kila atakayemtazama apate kuishi, apate uzima milele. Kwa maana ya kwamba Mungu, kwa maana ya kwamba Yesu yupo kwa ajili yetu. Hata kama tumepoteza vitu vya thamani ambavyo tulivitegemea, ambavyo vingekuwa msaada, ambavyo tuliona ni kama tumaini, tuliona ya kwamba ndivyo vingetuvusha, lakini nataka nikwambie Mungu yupo kwa ajili yetu, kuhakikisha kwamba hapo sio mwisho wa safari yako. Inawezekana ugonjwa huo, inawezekana unakuhubiria na kwambia ni mwisho wa safari yako. Inawezekana umeenda hata hospitalini, madaktari wamekwambia kwamba kwa ugonjwa huu inawezekana figo zimefeli. Kwa ugonjwa huu HIV maana yake ni mwisho wa safari yako. Kwa ugonjwa huu wa miguu ni mwisho wa safari yako. Hauwezi tena kutimiza ndoto zako. Hauwezi na kuendelea. Nataka nikwambie usiku wa leo, Bwana alichonituma nikwambie ya kwamba bado safari inaendelea. Lazima uvuke katika huo mto. Na Mungu yupo katika usiku huu, yupo sahihi, yupo muda huu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anakuvusha katika mto wako. Anakuvusha katika changamoto ulionayo. Anakuvusha katika mateso ulionayo. Yupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anakusaidia. Yupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hapo sio mwisho wako. Mpenzi mtazamaji, unanitazama, inawezekana muda huu, inawezekana wakati huu unasema kuna mahali ninaona ni kama nimekwama, ni kama siwezi kuendelea mbele kwa changamoto hii, kwa tatizo hili. Nikiangalia sioni pa kushika tena, sioni tumaini. Kuna kitu nimekipoteza ambacho kingelikuwa msaada kwangu, lakini sioni nitavukaje, nitawezaje, nitaendeleaje. Nataka nikwambie katika usiku wa leo, nimeona simu zimeendelea kupigwa, lakini muda huu nataka nianze kupokea simu ili niweze kuomba na wewe. Katika muda huu unaweza ukatumia namba zote unazoziona hapo, upige simu. Wakati mwingine ukiona ya kwamba unapiga simu wakati mwingine iko busy, usikate tamaa. Hakikisha kwamba unapiga simu na nitapokea, nitaomba na wewe. Mungu yupo tayari katika usiku wa leo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anakuvusha. Mungu yupo katika usiku wa leo kuhakikisha kwamba anakuvusha. Lazima uvuke katika hilo jaribu, lazima uvuke katika hiyo changamoto, lazima uvuke katika hiyo hali, lazima uvuke
Katika hilo pito ndio maana Mungu akamwambia Joshua, pamoja na kwamba mtumishi wangu amekufa Musa, lakini sio mwisho wa safari. Wewe na watu wote mnapaswa mvuke mto huo. Nataka nikwambie, pamoja na kile ulichokuwa unakitumainia kimekufa, hakipo, lakini sio mwisho wa safari. Mungu anataka utoke hapo. Mungu anataka uendelee mbele. Mungu anataka usogee uende hatua nyingine. Mungu anataka akusogeze kwenye hatua nyingine. Pamoja na kwamba ada imekosekana, lakini hapo sio mwisho wa kusoma. Mungu anataka uendelee mbele. Pamoja na kwamba unaambiwa afya yako sio nzuri, changamoto, ugonjwa huo umetajiwa, unaogopa jina lake namna linavyotisha. Nataka nikwambie, Mungu anasema huo sio mwisho wa safari. Mungu anataka uvuke, anataka kuvushe katika usiku wa leo. Nataka tuweze kuomba. Unaweza ukapiga simu hapo tukaweza kuomba, ukapiga simu pia tukaweza kuomba, ukapiga simu pia tukaweza kuomba. Nimekusomea Isaya 43, amesema ya kwamba upitapo katika maji mengi, yeye yuko pamoja na wewe. Upitapo katika mito, ya kwamba haitakugharikisha. Katika maisha yetu, Mungu atamani kuona tukiangamia katika changamoto tunazozipitia, kuona ya kwamba tunaangamia katika huzuni. Ndio maana Mungu hakuwa tayari kumwacha Joshua katika ile huzuni. Mungu hakuwa tayari kuwaacha wana wa Israeli katika ile huzuni. Ndio maana katikati ya huzuni, katikati ya changamoto yao, Mungu aliwatokea akamwambia Yoshua ya kwamba lazima uvuke wewe na watu hawa wote. Mimi nataka nikwambie katika jina la Yesu, katika usiku wa leo, lazima uvuke mahali ambapo umeshindwa kuvuka. Lazima uvuke katika jina la Yesu. Hata mahali ambapo inawezekana katika ukoo wenu, inawezekana mmewekewa mipaka, wengine wameshindwa kuvuka, wakati mwingine kielimu wameshindwa kuvuka. Inawezekana hata kama wakijitahidi kusoma kwao, inawezekana wameishia form 4 tu. Wakijitahidi kusoma kwao wameishia form 2. Wakijitahidi kusoma kwao wameishia la 7. Lakini lazima uvuke mto huo katika jina la Yesu. Lazima uvuke mto huo katika jina la Yesu. Inawezekana pia unaponitazama muda huu, inawezekana katika ukoo wenu, inawezekana kuolewa mtoto wa kike ni kitu ambacho hakiwezekani. Inawezekana hata kama akiolewa mtoto wa kike katika ukoo wenu, inawezekana hawezi kudumu katika ndoa, anaachika. Nataka nikwambie, nao ni mto unapaswa kuvuka. Lazima uvuke katika jina la Yesu. Katika usiku wa leo, lazima Mungu akuvushe katika mto huo. Hata kama wengine hawakuvuka, hata kama wengine walikufa hawajaolewa, hata kama kuna wengine waliolewa wakaachika, lazima uvuke katika mto huo katika jina la Yesu Kristo. Inawezekana pia napozungumza hivi, inawezekana wewe ni mtoto wa kiume, inawezekana katika familia yenu, hata kama ukioa, inawezekana huwezi kupata watoto. Inawezekana hivyo huwezi kupata watoto. Lakini nataka nikwambie, hata kama wengine hawakupata watoto, lakini lazima uvuke wa mto katika jina la Yesu. Lazima Mungu akuvushe. Lazima Mungu akutoe kwenye mpaka. Lazima uende kwenye hatua nyingine. Lazima ukapate watoto. Inawezekana pozungumza muda huu, inawezekana hata kama binti ukiolewa, inawezekana hawezi kubeba mimba. Inawezekana ndio utaratibu ulivyo katika ukoo wenu. Inawezekana ndivyo mizimu ilivyoamulia, ndivyo madhabahu ya kweli ilivyoamulia, ya kwamba kwa vyovyote vile, hata kama ungeolewa, hakuna namna ya ambayo inaweza ikakusaidia wakati mwingine kuweza kupata watoto. Wakati mwingine kama pia kupata watoto, inawezekana mimba zinaharibika. Nataka niseme katika usiku wa leo, lazima uvuke mto huo katika jina la Yesu. Lazima Bwana akuvushe. Lazima Bwana akuvushe. Lazima uvuke katika mto huo katika jina la Yesu. Lakini pia inawezekana kuna mahali familia imekwama. Inawezekana
imekwama kwenye mto Yordani. Kuna namna ambavyo familia imeshindwa kuvuka. Inawezekana kiuchumi pia. Wakati mwingine mtu ambaye ana uchumi mkubwa na ambaye anaheshimika kwenye ukoo, inawezekana ndiye ambaye kanunua pikipiki tu, labda ndio ukoo mzima ana pikipiki tu. Na hapo nasema kabisa, yani hapa kwa kweli huyu mtu ndo tajiri kuliko watu wote. Nataka niseme ya kwamba katika jina la Yesu, lazima wewe uvuke mto huo. Lazima Mungu akuvushe kwenye mto huo. Lazima uende ng'ambo ya pili. Uwe ni wewe utakaowavusha wengine. Mungu akuvushe, akupeleke kwenye utajiri. Mungu akuvushe, akupeleke kwenye mafanikio, na wewe uweze kuwavusha wengine. Nataka nikuombee katika usiku wa leo. Mungu atakapokuvusha wewe, uwe sababu ya kuwavusha wengine. Mungu anapozungumza na Joshua, hii sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 2, anapozungumza habari ya Joshua kuvuka, habari ya Joshua kuvuka, angalia kitu alichomwambia Joshua. Angalia Mungu alichomwambia Joshua. Alianza kumwambia kwanza habari ya kuvuka mto, alafu na watu hao wote pia nao kuvuka. Maana yake ni kwamba utakapovuka wewe utawavusha watu wengi. Utakapovuka wewe, ukoo wako utauvusha. Kuna mahali ukoo wako umekwama, kuna mahali familia imekwama. Lakini nataka nikuombee katika usiku wa leo ya kwamba kupitia wewe familia ikavuke kwenye kikwazo cha umaskini, ikavuke kwenye mtu ambao imewekewa kikwazo cha elimu ambao ni mto wa Jordan. Unapovuka wewe, Mungu akalivushe familia yote kupitia wewe. Nataka niseme katika jina la Yesu, kupitia wewe mambo mengi yakafunguke kwenye ukoo wako, mambo mengi yakafunguke kwenye familia yako. Kupitia wewe baraka nyingi zikatokee kwenye familia na kwenye ukoo wako. Neema ikaonekane kupitia wewe, ikaonekane pia kwenye ukoo wako. Ndio maana katika usiku wa leo nilipoanza nikasema huu ni usiku ambao Mungu aliuandaa kwa ajili yako. Ndio maana Mungu amekupa nafasi, Mungu amekupa neema kwa ajili ya kufuatilia ujumbe huu, kwa sababu Mungu ameona ya kwamba wewe ni kama Joshua. Wewe ni Joshua ambaye Mungu anataka uvuke wewe, lakini pia uwavushe na watu wengine. Haya ni majira, si majira ya kulia tena. Haya ni majira, si majira ya kukata tamaa tena. Haya ni majira ya kuvuka katika mto wako. Haya ni majira ya kuvuka kwenye kikwazo kilichopo, lakini haya ni majira ya kuvuka na kuwavusha watu wengine. Haya ni majira ya kubarikiwa na kuwa baraka kwa watu wengine. Haya ni majira ya kuinuliwa na wewe kuwa sababu ya kuinua watu wengine. Haya ni majira ya kuvuka, si majira ya kulia tena, si kipindi cha kuhuzunika tena, si kipindi cha kukata tamaa tena. Haijalishi hata kama ni mambo mangapi na kukatisha tamaa. Nimekuambia Joshua kuna namna ambayo inawezekana alikuwa amekata tamaa kwa sababu ya Musa aliyekuwa amemtumaini hayupo, ameondoka. Mimi sijajua ni nini kimekufanya ukate tamaa. Sijajua ni nini ambacho kimekufanya uvunjike moyo. Sijajua nini ambacho kinakufanya useme ya kwamba mimi basi tena sitaki kuendelea mbele. Inawezekana imefika tu unasema sitaki kuendelea mbele na imani hii. Sitaki kuendelea mbele na Mungu. Sitaki kuendelea mbele kwa habari ya ibada. Sitaki kumtolea tena Mungu. Inawezekana umefika kipindi hicho. Mimi sijajua ni nini, ndugu mtazamaji unanitazama. Ninachotaka nikwambie kwamba majira haya si majira ya kulia tena, si majira ya kukata tamaa tena. Haya ni majira ya Mungu kukuvusha, ili utakapovuka wewe uvushe na wengine. Na wakati mwingine hauelewi ni nini kinachoendelea katika maisha yako. Wakati unaona ni kama vita kubwa haishi kwako, majaribu mengi hayaishi kwako, mambo magumu haishi kwako. Nataka nikwambie wakati mwingine ni kwa sababu
umebeba watu wengi nyuma, hatima za watu wengi unazo wewe. Ndio maana wakati mwingine shetani anajaribu kuwekea mto wa Jordan ya kwamba usivuke, ili na wengine usiwavushe. Nataka nikwambie katika usiku wa leo, kama Mungu aishivyo, kwa jina la Yesu, lazima uvuke wewe ili wavushe watu wengine. Mungu aliwahi kuzungumza na Ibrahim kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya 12. Mungu alimwambia Ibrahim, katika wewe au kupitia wewe utafanyika baraka, mataifa yatabarikiwa kupitia wewe. Sikiliza, kuna watu wengine unapita kwenye changamoto ngumu, unapita kwenye mapito magumu, unapita kwenye vita ngumu, kwa sababu kupitia wewe ni lango la baraka, wewe ni lango la watu kubarikiwa, wewe ni lango la watu kuponywa, wewe ni lango la watu wengi sana kumjua Mungu, wewe ni lango hata la familia yako kuweza kuokoka. Nisikilize vizuri, wakati mwingine inawezekana upo umezuiliwa, mto wako umekuzuilia, Yordani yako imekuzuilia. Inawezekana ni uovu, ni dhambi. Unajaribu kutaka kuacha pombe, iwezekana. Unajaribu kutaka kuacha dhambi, unaona ni kama iwezekana. Ni kama shetani anakuzongazonga na dhambi hiyo. Dhambi ni kama inakusumbua. Ni kama unapotangaza kuokoka, ni kama vita inainuka. Nataka nikwambie, kwa sababu shetani anajua ya kwamba ukiokoka na ukiacha dhambi, ukitubu dhambi, ukasimama na Yesu, shetani anajua kuna watu wengi sana utawavusha kutoka katika dhambi na kuingia katika uzima wa milele. Kuna watu utawavusha, utawakomboa kutoka katika nguvu za giza na kuwaingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kuna watu shetani anajua kwamba utawafungua minyororo aliyowafunga. Kuna wengine anajua kwamba utaweka mikono juu yao, watapata afya, watapona. Ndio maana anapambana usiku na mchana. Unaona vita kwako haviishi, majaribu kwako hayaishi, changamoto haziishi, kwa sababu Mungu amekusudia wewe uvuke, lakini pia uwavushe watu wengine. Na wakati huu naomba nipokee simu hii. Nipokee simu, japo mtandao naona ni kama unasumbua, simu zinapigwa lakini mtandao unasumbua. Kama ukiona simu ya studio hii au nipate vizuri, kila ukipiga naona simu zinaingia lakini zinakata mtandao, unaweza kutumia namba hii pia ukapiga 0772 785152 0772. Ndio napokea simu. Toka wapi? Unaitwa nani? Naongea Dismas kutoka Katesh Manyara. Ndio, Katesh Manyara, karibu sana Dismas. Asante. Mke wangu anasumbuliwa na kichomi. Ndio. Anasumbuliwa na mgongo, miguu, kichwa. Na mwingine anapoteza kumbukumbu. Uko naye karibu hapo niweze kuomba naye? Ndio, yuko hapa karibu. Ninaomba niweze kuomba naye. Anaweza, ananisikia vizuri? Ndio, yuko hapa. Ndio, yuko hapa anakusikia. Naomba umpe simu niweze kuomba naye. Sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hiyo shida imekusumbua kwa muda gani? Ndefu. Unaamini kwamba Mungu anaenda kuvusha kwenye hiyo changamoto ulionayo? Amina. Ninaomba nifuatilie maneno haya. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimesikia neno lako. nimesikia neno lako. Ninaomba kuanzia saa hii univushe, Univushe, nivuke, nivuke, nitoe kwenye shida hii. kutoka na shida hii, Kila magonjwa kutoka magonjwa, kuanzia saa hii yaondoke niondoke katika jina la Yesu. kwa jina la Nguvu za giza Yesu. niachie katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen.
Baba, katika jina la Yesu ninatamka uponyaji sawasawa na kukiri kwake. Ninamfungua kutoka kwenye kila mateso, kila magonjwa, kila udhaifu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza mwachie kuanzia sasa. Mapepo mwachie kuanzia sasa. Natangaza uzima na afya, na kuanzia sasa pokea uzima na uponyaji. Wewe ni mzima na Mungu amekuvusha kwenye mto uliokuwa umekuzuia kwa muda mrefu, na useme amen katika jina la Yesu. Amina. Naomba kesho saa 5 unipigie simu nitafute. Amina. Mungu akubariki sana, nisaidie kukata simu. Amen. Ndio, napokea simu. Toka wapi? Unaitwa nani? Ndio, Thomas. Kutoka wapi? Kutoka Mbeya Kyela. Karibu sana Thomas. Unajisikia? Tumbo kuuma. Lina muda gani? Unaweza kuweka mkono wako tumboni kaomba saa hii. Mungu, katika jina la Yesu naomba kwa ajili ya Thomas saa hii. Baba, ninaomba uponyaji wa tumbo lake. Kila roho, kila mateso, kila magonjwa yaliyokamata tumbo lake, nguvu za giza, achia tumbo lake kuanzia saa hii. Maumivu toweka kuanzia saa hii. Natamka uponyaji na uzima kwa ajili ya Thomas kuanzia sasa. Thomas ni mzima. Pokea uzima katika jina la Yesu, na Mungu amekuvusha katika mto wako, na useme amen. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Asante. Amen. Asante. Kata simu. Ndio, unaweza ukaendelea kupiga simu. Ukaendelea kupiga simu. Bado tuna dakika kama 10 na kama dakika 10 za kuweza kuomba. Ndio, naongea na nani kutoka wapi? Naongea nani kutoka wapi? Kutoka Geita Bukoba. Ndio, karibu kutoka Geita. Karibu sana. Asante. Unaongea na Isa Kamzatima. Ndio, karibu sana mtu wa Mungu. Asante. Mimi bwana ninaumwa kifua, madonda kifuani. Ndio. Ndio ananisumbua. Una muda gani hiyo changamoto inayokusumbua? Na muda kama ya mwaka mzima. Unaweza kuweka mkono wako kifuani sasa nikakuombea na Yesu akuponye? Sawa. Naomba weke mkono wako kifuani. Ndio. Baba, katika jina la Yesu ninaomba Bwana uponyaji wako katika kifua chake. Kila madonda kwenye kifua, kila mateso kwenye kifua, kila changamoto kwenye kifua, kila maumivu kwenye kifua, kila roho na mishale ya giza iliyopiga kifua, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kuanzia sai natangaza uponyaji. Imeandikwa, kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona, na kutangazia uzima. Hicho kifua hakitakusumbua tena, na madonda yote kuanzia sai yamekauka, hayana mamlaka tena ya kutesa. Pokea uzima na uponyaji kuanzia sasa katika jina la Yesu, na useme amen. Sema amen. Amen. Naomba nitafute kesho saa 5, nitahitaji uniambie hali yako. Amen. Na Mungu akubariki sana. Barikiwe wote. Amen. Asante sana. Amen. Ndio, unaweza ukapiga simu, lakini pia unapopiga simu hakikisha unapunguza sauti ya TV yako. Hakikisha unapunguza sauti ya TV yako. Ndio, unapokea simu toka wapi? Unaitwa nani? Nani?
Nimeta Johnson wa Mtumba. Ndio, uko wapi? Mimi. Ndio. Mimi nipo mkoa wa Kagera. Ndio, Kagera. Karibu sana. Nasumbua na miguu. Miguu inakusumbua? Ina muda gani nakusumbua? Miguu inanisumbua sana. Okay. Miezi mitatu. Naomba nikuombee sasa hivi Yesu akuponye muda huu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai, neno lako linasema madhaifu na magonjwa wewe uliyatwaa. Baba, asante kwa ajili ya uponyaji sahihi ambao umewachilia kwenye miguu yake. Tangu sasa maumivu ya miguu na kila vifungo, kila nguvu za giza, kila uchawi uliokuwa umeukanyaga, kwa mamlaka ya jina la Yesu kuanzia sasa uachilie miguu yako na uwe mzima, na kutangazia uzima. Maumivu hayatakuwepo tena katika miguu, uwe mzima. Pokea uponyaji kuanzia sasa katika jina la Yesu na useme amen. 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 Mungu akubariki na Mungu akutendee mema. Amina baba. Amen. Asante sana. Amina. Amen. Unapopiga simu hakisha unapunguza sauti yako ya TV ili tuweze kupata usikivu mzuri. Hakisha unapunguza sauti ya TV. Ndio, naongea na nani kutoka wapi? Ongea na Joseph kutoka Dodoma mchungaji. Nani? Unaongea na Joseph. Joseph kutoka Dodoma. Karibu sana mtu wa Mungu. Asante, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Ubarikiwe mtu wa Mungu. Karibu sana. Asante mchungaji, bwana kichwa kinanisumbua, kichwa niombee kichwa bwana kinanisumbua sana. Kina muda gani kinakusumbua? Sasa ni mwaka mmoja umeisha, ila kwanza tukaanza kufuatia chaneli kwa imeanza mwezi wa 4, naona maendeleo ni mazuri. Wow, utukufu kwa Mungu. Naona aise kwa sana mchungaji. Nilikuwa na macho alikuwa ananisumbua, lakini toka tuanza kufuatia chaneli hii inanisaidia kweli. Amina, utukufu kwa Mungu, na usiache kufuatilia vipindi vyote kwenye channel yetu hii. Amina mchungaji, najitahidi kufuatilia. Ni kwamba tu ni vile watu wanakuwa, kwa sababu unakuta mtu anaangalia hajawahi kutendewa, anakuwa anaona ni kama watu wa mabarishaji, lakini wakisema na kweli mchungaji mnasaidia. Mimi natoa ushuhuda kwa sababu ni macho yangu yanaona kwa uwezo wenu. Amina, utukufu kwa Mungu. Mungu anatenda Bwana jana. Nimefurahi kusikia ushuhuda huo. Ninaomba pia niweze kukuombea kwa ajili ya changamoto ya kichwa hicho, ili kwamba Bwana akuponye pia. Amina. Na naomba uweke mkono mmoja kichwani, ukiweza miwili weke niweze kuomba na wewe. Amina. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu asante kwa namna ambavyo Bwana ameshuhudia Jose, kwa namna ambavyo umemponya kupitia kipindi cha Prayer Zone katika channel hii ya Habari Maalum TV. Alikuwa na changamoto ya macho, lakini Bwana umeendelea kumponya macho, lakini sasa kichwa bado. Mungu, ninaomba rehema zako ziwe juu yake. Naomba uponyaji wa kichwa sasa. Wale wakoma 10 ulipo waponya ukoma wao, walipotakasika, aliporudi ule mmoja, neno lako linasema ulimwambia imani yako imekuponya. Ninatangaza uponyaji kwa Jose kuanzia sasa, yawe ni mwisho maumivu ya kichwa na mateso ya kichwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ikiwa kuna nguvu za giza zinazoshambulia maisha yake, kuanzia leo ikawa mwisho katika jina la Yesu, na useme amen. Mungu akubariki sana Jose. Naamini Bwana Mwenyezi Mungu ni waote, ukiamini unatendewa. Amina. Mungu akutendee mema. Nitaomba kesho saa 5 upige kwenye namba yangu, utaona namba ya kwangu hapo. Usiache kupiga, nahitaji kusikia ushuhuda zaidi kutoka kwako. Amina. Tutafanya hivyo mchungaji. Amen. Asante, nisaidie niruhusu nipokee simu ya mwisho. Amen, asante.
napokea simu toka wapi? Unaitwa nani? Naitwa Emmanuel kutoka mkoa wa Kagera. Okay, naomba uniambie nini changamoto tuombe? Changamoto ni hizi nazo ni mke wangu kusumbuliwa na mkuu. Mke wako uko naye karibu? Ndio. Naomba uweke mkono wako wa kuume ushike mguu wake hata kama ni mmoja tu, niombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu, ninaombea miguu ya huyu mwanamke, ikiwa alikanyaga uchawi, ikiwa kuna namna ya mateso, ikiwa magonjwa, ikiwa ni changamoto ya mifupa, kwa mamlaka iliyopewa na Yesu Kristo, kuanzia saa hii namfungua katika udhaifu huo, namfungua kwenye vifungo hivyo, natangaza uzima na uponyaji kuanzia saa hii. Kila mateso na kila maumivu na kila magonjwa, ninaamuru achia miguu hiyo kuanzia saa hii, mtu huyu akawe mzima katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya uponyaji na uzima katika jina la Yesu Kristo, na useme amen. Amen. Mungu akubariki sana na kushukuru sana. Ndugu mtazamaji, nilitamani ningeendelea kuweza kuomba na kila mtu, lakini muda wetu si rafiki. Tulianza pia kwa kuchelewa, muda wetu si rafiki, kwa maana ya kwamba ninaomba nikutajie namba za simu ambazo unaweza ukanitafuta kesho, kwa sababu muda huu ni muda umeenda kidogo. Nitafute kesho kuanzia majira ya saa 5 asubuhi, nitapokea simu yako. Unaweza ukanitafuta ukanipigia kwa namba ya 0772 78 51 52, 0772 78 51 52. Unaweza ukanipigia kwa namba hii ukanipata kwa ajili ya ushauri, lakini pia kuweza kuomba pamoja. Lakini pia inawezekana ukahitaji kuja mahali ambapo nipo nachunga kanisa au nafanya huduma. Unaweza ukanipata hapo Dar es Salaam, wilaya ya Temeke, kata ya Mtoni Kijichi, au Kijichi. Ukifika Kijichi, unaweza kuuliza eneo tu ambalo linaitwa CCM Kijichi, kuna sheri ya Lake Oil pale. Ukifika kwenye sheri ya Lake Oil, ulizia na tafuta kanisa la New Life Gospel Community Church, au kwa kifupi unaweza kusema NLGCC. Ukisema kwa Bishop Yuda, hata mtoto mdogo anaweza kukuleta. Lakini siku zetu za ibada ni siku za Jumanne kuanzia saa 9 kamili mpaka saa 12, lakini Alhamisi pia kuanzia saa 9 kamili mpaka saa 12, lakini pia siku ya Jumapili kuanzia saa 3 mpaka saa 7. Kwa maelekezo hayo, ninaamini kabisa ya kwamba utanipata. Lakini kosa kuwasiliana kwa simu, unaweza kufika mahali nilipo. Naomba kwa muda huu ufunike macho yako, niweze kumshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hiki, lakini pia niweze kutamka baraka kwa ajili yako. Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya kipindi cha Prayer Zone ambacho Bwana umetupatia. Asante kwa ajili ya watazamaji hawa. Asante kwa watu waliosikia neno lako. Asante pia kwa ajili ya wale uliowaponya. Bwana, utukufu na sifa ni za kwako. Na wakabidhi sasa mikononi mwako katika usiku. Bwana, walinde, watunze, ufanye kwa usiku wao kuwa baraka. Ni katika jina la Yesu Kristo na useme amen. Mpaka sasa tumefika mwisho wa kipindi hiki. Mungu akubariki sana. Nikutakia usiku mwema. Bye bye.